بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, uzangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surah Ali Imran aya 185, anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, na hakika si lingine mtalipwa malipo yenu, ujira wenu siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah, mwenye ambaye ataepushwa na moto aingizwe peponi, faqad faza, huyu amefaulu. Wama al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur, wala haikuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye udanganyifu. Katika aya ya pili katika sura al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, wala hatujajalia mwanadamu yote kabla yako wewe Muhammad kwamba atakuwa hai. Afa in mitta, ikiwa wewe Muhammad mwenyewe utakufa, afahumul khalidun, je wao watabakia kuwa hai? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutawaonjeni kwa shari na khairi ni mtihani kwenu nyinyi. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarudi. Katika aya ya tatu katika sura al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibadi alladhina amanu, enyi waja wangu mlioamini, inna ardhi wasi'atun, hakika ardhi yangu ni pana, fa iyaya fa'budun, basi niabuduni mimi peke yangu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mjue kwamba kila nafsi itaonja mauti. Thumma ilaina turja'un, kisha kwetu sisi mtarejeshwa. Ndugu zangu katika imani, hizi ni aya nzito ambazo zinatufundisha sisi na kutukumbusha kwamba haya maisha yana mwanzo na yana mwisho kwetu sisi. Wa kubakia ni Allah peke yake. Kullu nafsin halikun illa wajha, kila nafsi itaangamia isipokuwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko na huzuni kubwa sana, ambayo huzuni hii tunaitangaza sisi kama wahubiri wa dini ya Kiislamu kwamba ni huzuni kubwa iliyotupata kwa kuondokewa na ndugu yetu ambaye ni kipenzi chetu. Hususan kwangu alikuwa ni mtu wa karibu sana, mshauri wangu wa karibu sana, msaidizi wangu wa mambo mengi katika harakati za kidawa, bali ni dai mwenzangu, tulikuwa tunafanya dawa pamoja. Kijana mdogo kama sisi, marika yetu, ambaye anajulikana kama Sabir Mahad al-Ma'ruf Lord Sultan Sabir Mahad ni ndugu yetu ambaye tumeshirikiana naye katika harakati za kidawa. Kutoka nijuane na yeye, sijamjua kwa lingine isipokuwa kwa khairi, isipokuwa kwa swala zima la da'wa peke yake. Anampenda Allah sana, anampenda mtume sana, anapenda Qur'ani sana, anawapenda waumini. Tumeshirikiana naye katika da'wa sehemu mbalimbali, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemختari, amemchagua. Ama kwa hakika hili ni pigo kubwa sana kwa Waislamu na kwa maduati wote, hususan maduati wana harakati wa dawa za viwanjani, comparative dawa, ambao tunakutana na ndugu zetu katika ubinadamu ambao sio Waislamu. Tumepata pigo kubwa sana kuondokewa na ndugu yetu Lord Sultan ama Sabir Mahad, Allah mrehemu na mpokee kwa uzuri. Ndugu zangu, nikizungumza machache katika ambayo ni munasaba wa ndugu yetu Sabir. Kama amir, mimi nazungumza kama amir wa da'wa Kenya mzima, chairman wa National Union of Peace Preachers in Kenya. Kichama kama utakutana nacho mahali popote, ukae ukijua miongoni mwa fikra ambazo tumeketi ni mimi na ndugu yangu al-akh Sabir Mahad, ambaye alitamani sana aweze kuona matunda ya kikundi hiki, lakini Allah amemchukua mapema kwa hekima zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hatumlaumu Allah, Allah anafanya ni kazi yake, pamoja na kwamba tunaumia mioyo yetu kwa sababu ni wanadamu, tuna huzuni, lakini yatabakia kwamba mioyo yetu itahuzunika, macho yetu yatatoa machozi, lakini hatutasema isipokuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha au anaridhika nacho. Nasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lingine ni wito wa ndugu zetu ambao walikuwa wanafanya kazi mfano wa kazi ya al-akh Sabir. Al-akh Sabir pamoja kwamba ni dai, lakini alikuwa na kazi yake maalum
katika kitengo cha serikali, katika walinzi wa usalama wa nchi yetu ya Kenya, akitumikia katiba. Lakini wallahi alikuwa anitumikia katiba kwa njia ya kuhakikisha kwamba yuko kwenye misingi ya dini yake, bali time yoyote anaweza kuitumia nafasi yake katika kujijua kwamba yeye ni Muislamu. Pamoja na kwamba kuna ndugu zetu wengine ambao wako katika vitengo kama hivyo, lakini mara nyingi wanakuwa wao ni sehemu katika kupiga vita harakati za kidini. Lakini wallahi ilikuwa tunaweza tukatoka hapa na pale, changamoto zozote za kidawa katika misafara yetu, ikiwa hatuna budi tumekwama katika masala ya kiserikali, basi ndugu yetu alikuwa akituelekeza piteni hapa, na kwenye uzito anahakikisha kwamba tutakuwa tuko kwenye hali ambayo ni ya usalama na watu kutuelewa kwamba sisi ni kazi gani ambayo tunaifanya. Wallahi ni pigo kubwa sana kwa wahubiri wa dini ya Kiislamu Kenya mzima, bali Waislamu wote kwa ujumla. Hakuna lingine ambalo tunaweza tukalisema zaidi ya kumuombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe kauli thabit katika maisha yake ya barzakh, ampokee kwa amweke katika sehemu ya amani, aifanye kaburi lake katika rawdatu min riyadil janna, katika mabustani ya peponi. Bali tunamuomba Allah amsamehe makosa yake, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwekee amali zake zote hizi katika mizani ya hasanati zake, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kwa hayo machache namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thibati katika dini, na tuchukue fursa ya kwamba pale ambapo amekwama katika swala zima la da'wa, basi inshallah tutaweza kusonga mbele kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na ajalie kila mchango wake utamwendea katika kaburi lake. Shukran wa jazakumullahu khair.